zile habari ambazo zinasikia kwenye radio hazisikiki hazipatikani tena sehemu nyingine. Issa Michuzi akaniambia, akanifuata siku moja, akaniambia, Millard, inabidi uanzishe website au blog. Hizi habari unazozimwaga unaziachia zitakusaidia sana baadaye. Naona Kwa hiyo mtu wa kwanza kuniambia kuhusu kuanzisha blog Issa Michuzi, tena aliniambia mara 3, nilikutana naye sehemu tofauti. Mimi nilikuwa siipi nafasi. Kwa hiyo alipokuja kukutana na mimi, anaona niko kimya, ananiambia tena. So nakumbuka mara mwisho ilikuwa ni nyumbani lounge, nikutana naye. Akaniambia, Millard, anzisha website. Anzisha blog au website. Unaona? Kwa hiyo namshukuru sana. Walinisaidia kunipa wazo, nikaona okay fine, nianzishe. Na namshukuru Mungu, hata website imetajwa kwenye rekodi za mwaka jana na mwaka juzi kufanya vizuri Tanzania. Kabisa. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Lakini pia namshukuru kwa sababu sio tu kunisaidia mimi, lakini nafurahi pia kuona kama na mimi naweza nikasaidia vijana wenzangu, nikawapa nafasi, kwa sababu unajua sema ambapo nilipita kuna watu wengi, mamilioni ya Watanzania wanapita. Kwa hiyo kadri Mungu anavyozidi kunipa uwezo na nasaidia vijana wenzangu. Kwa hiyo sasa hivi na watu kama 13 14 ambao unawaajiri, ambao na walipa. Okay. Ofisi yangu itaanza kufanya kazi very soon. Tunamalizia tu vitu vichache. Yeah, by the way una studio. Yeah, studio. Studio ni itakuwa radio, TV au nini? Ile studio ni ya radio. Bado naendelea kupigana. Unajua hivi studio kutengeneza ni bei ghali sana. Kwa kama usinue Verosa na nini, ukaamua ununue studio. Yeah, kwa sababu unataka kuuza sura mjini. Kwa sababu mimi unajua kwangu mimi niliona kwa wakati ule kununua gari nzuri ni sasa na kuzika pesa. Because ukitanunua Mac X ama gari gani labda useme, hata kama ningekuwa na uwezo wa kununua Range Rover. Okay, Range Rover itanisaidia nini? Itaniondoa kwenye eneo ambalo nilikuwepo ikanipeleka sehemu nyingine? Maki nakwambia asilimia kubwa, karibia 90% ya vijana sasa hivi mjini, ukimwambia chague kati ya kuinvest kwenye biashara kama hiyo na kununua gari zuri, nakwambia wengi wangechagua kununua gari zuri. Hata sometimes marafiki zangu wananiambia, Millard bwana, badilisha gari bwana, badilisha gari, unajua. Lakini nasema sawa, mimi napenda kubadilisha gari, lakini itafikia time nitaweza kubadilisha gari. Lakini sasa hivi ni bora nisizizike pesa kwenye gari, nifanye mambo mengine, kwa sababu ofisi inahitajika kuanza kufanya kazi. Bado nahitajika kutengeneza studio, TV ni gharama, unajua. Na mimi nataka kufika kwenye standard, nataka nifanye kitu sio kwa kuunga, nafanya kitu kwa standards. Unafikiri labda mpaka sasa hivi ufikie hapo? Kuna kauni gani za maisha ambazo umezifuatilia ambazo zinakuguide mpaka hapo ufika? Kutokukata tamaa. Hata kukata tamaa iachie iwe kwenye, let's say kwenye fikra tu, lakini isikuingie mpaka kwenye matendo. Yaani kukata tamaa ni kawaida kwa mwanadamu yoyote kabisa. Lakini iruhusu ama ipe muda mfupi sana uiondoe, yani usikae nayo moja kwa moja. Hata mimi nilikuwa nakata tamaa kabisa. Lakini sasa nitafanya nini? Darasani kwa sifaulu. Nitafanya kitu gani kingine tena? Kwa hiyo nikasema okay fine, acha nipambane na hii kazi, kwa sababu namshukuru sana Godwin Gondwe, Isaac Gamba, George Njogopa, na Msami Joseph Msami katika watu ambao nawashukuru. Joseph Msami alikuwa mtu wa kwanza kuniingiza kwenye studio ya radio. Kwenye kipindi hiki kila unajua nikuitapa ni kwamba wewe umefanikiwa kama kijana ambao vijana wengine wengi sana ambao sasa kuangalia bado wako majalala, bado wana struggle sana kutoka. Sasa kama kijana kama wewe mbona anakuangalia, utakumwambia nini labda kama yeye ana struggle anataka kufanikiwa? Kwa wote sio tu kwenye taifa, kwenye waandishi wa habari, kwenye kazi yote unamwambiaje? Angalia pale. Ni kutokukata tamaa tu mtu wangu. Haijalishi ni kiasi gani unapata sasa hivi kwenye mapato yako. Hata kama unafanya biashara, unajua unapata 20,000, 30,000, inabidi usikate tamaa. Yaani kitu kikubwa cha kwanza ambacho kilinifanikisha mimi ni kutokukata tamaa. Alafu kuweka nguvu kwenye vitu ambavyo nataka. Yeah. Karibu sana. Kwa hiyo sasa hivi tovuti yako ni millardayo.com. millardayo.com. Na pengine labda kwenye Twitter nini, Facebook? Kwenye Twitter, kwenye Facebook, kwenye Instagram napatikana kwa jina hilo la Millard Ayo. Shukrani sana. Bwana Anga, mimi nakushukuru bana, nashukuru sana TBC kwa kunileta hapa. Tegemea kama siku moja nitaitwa kwenye interview TBC. Nashukuru sana. Watu wengi wananiambia nikuite waje kuongea nawe, hata mimi sikujua story yako ni iko deep kiasi hicho. Mimi ndio mtokishwa fulani. Thank you so much. Shukrani sana. Nashukuru Anga. Jamani, nilikuwa naongea na Millard Ayo, mwenyewe kuambia hapo alipoanzia, hata mimi sikujua mengine. Jamaa ameanzia hapo, hana mtu ambaye anamjua sana au sio mtu akishiwa, lakini ka struggle ipotoka mpaka sasa hivi kufanikiwa.
Kwa mwisho wa siku jamani, story hizi hapa ni kweli, hao ni watu ambao tunaishi nao, watu ambao ni mifano mizuri kwetu sisi ambao bado hatujatoka. Wengine unahisi kwamba labda kutoka lazima mjue mtu fulani, au labda wewe umesoma sana, una kipaji shuleni nini. Sometimes ni mipango yako, au sio? Kwa hiyo baada hapa tunapata na leo tena video ambazo tumetumia kwenye WhatsApp kama hivyo. Na leo ni kwamba ni heri usonge kwenye hatua ndogo ndogo fupi fupi huko kusimama kwa sehemu moja. Sio tunachokifanya, ni heri usonge kidogo kidogo kuliko ubaki hapo hapo. Naitwa leo ni hapo. Kwa Mheshimiwa Butu ambaye yuko nyuma ya kamera kwa hali tema ambayo akafanya sauti lakini pia kanimixia picha. Shukrani sana. Na kuna kijana wake Miadiao amekuja hapa anapiga picha. Njoo basi na watu wakuone. Wakaanza kwa wanaona flash tu. Njoo. Sio watu wana flash tu afu na ni mmoja kati ya watu wangu ambao niko nao TZA. Okay. Kijana mwenzetu anaitwa Beka. Mwisho wa siku naye Beka atakupona na TV yake nini? Yeah, of course. Yeah. Shukrani sana bwana. Beka, karibu bwana. Pamoja sana. Poa. Jani mpaka next time. Naitwa Anga, TBC Anga The Avenue kila Jumamosi 3:30 usiku na pia marudio saa 4 mchana Jumatatu, lakini pia unaweza kuona kipindi kwenye isamichuzi.com. No, actually kwenye isamichuzi.blogspot.com na pia kwenye djmwanga.com na pia kwenye kendytz.com. Kote vipindi vinavyoona kwenye tovuti kwenye YouTube pia. Kwa hiyo kama miss kwenye TBC sio mbaya, kwenye mitandao kama hiyo unaipata, au sio? Mpaka next time, peace and love. I'm out. Way up, I feel blessed. Straight up. I'm way up, I feel blessed. Straight up. Way up, I feel blessed. My grandma just died, I'm the man of the house. So every morning I'm up cause I can't let him down. Always down for the cause, never down for the count. 3, 2, 1, tunaanza. Unangasa kipindi hewani ni I'm way up, I feel blessed.